haizuiliwi, haiangalii. Anasema ndivyo ambavyo yule mjane alihudumiwa, ndivyo ambavyo yule mwenye ukoma na mali. Anasema walikuwepo wenye ukoma wengi, lakini ikamchagua mtu mmoja ambaye hakuwa Myahudi. Maana Elisha alikuwa ni Myahudi, lakini anasema hakwenda kwa kuwaponya wale Wayahudi wenzake, ikamchagua mtu wa Siria, mtu wa Shamu. Ndio nguvu ikaenda ikasema uponyaji na kutokelea. Haikubagua. Nguvu ya Mungu haina ukabila, nguvu ya Mungu haina udini, nguvu ya Mungu haina kimo, nguvu ya Mungu haina utajiri, haina mipaka. Ikienda kwa tajiri na mhudumia, ikienda kwa maskini na mhudumia, ikienda kwa mtu yeyote na mhudumia. Nguvu ya Mungu inapenya mipaka ya udini, inapenya mipaka hiyo, mipaka ya ukabila, inapenya mipaka ya kijiji, inapenya mipaka ya kimkoa, inapenya nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu ikufikie pale ulipo leo katika jina la Yesu Kristo. Ikufikie pale ulipo. Nguvu ya Mungu haizuiliki, mtu wa Mungu. Yesu Kristo anasema akiwa amejazwa na nguvu za Mungu akaongozwa kwenda kwenye maombi, akajazwa nguvu za Mungu, akatembea katika uwepo wa Mungu, akatembea katika mamlaka ya kimbingu. Jambo la pili, yaweza kupenya hata katika ghadhabu na vitisho vya adui. Yaweza kupenya. Mstari wa 24 anasema wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi waliposikia hayo. Waliposikia Yesu akitangaza kwamba sasa neno hili limetimia, waliposikia, anasema wakajaa ghadhabu, wakamkamata, wakasema sasa huyu tunakwenda kumtupa kwenye ghorofa, kwenye jengo ambalo, kwenye mji ambao ulikuwa umejengwa juu sana. Wakasema tutampeleka pale tumtupe huyu. Wakajaa na ghadhabu. Nataka nikwambie nguvu ya Mungu inapenya kwenye hasira, inapenya kwenye ghadhabu ya adui. Hata kama adui amekasika kiasi gani, hata kama adui amekusikia kiasi gani, hata kama unaona amesimama wasiwasi, nataka nikwambie ita nguvu ya Mungu tu itapenya hapo. Ita nguvu ya Mungu tu itasababisha uweze kushinda. Itasababisha nguvu ya Mungu. Mtu wa Mungu, nikwambie siri na dawa ya kutembea kwa ujasiri, ya kutembea kwa ushujaa, ya kutembea kifua mbele ni nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu haizuiliki. Nguvu ya Mungu haina kinzani. Nguvu ya Mungu haina mwenyewe. Hawa Wayahudi hawa wamekasirika, wamenuna, maana Yesu ametangaza kwamba sasa wakati umefika wa kuhubiri Injili, wakati umefika wa kusonga mbele, wakati umefika wa kuponya watu, wakati umefika wa kuinuliwa. Nataka nikwambie nguvu ya Mungu inapenya mipaka. Watu wakakasirika, wakakasirika, lakini palipo na nguvu hakuna ghadhabu. Palipo na nguvu hakuna vitisho. Palipo na nguvu kazi ya Mungu lazima isonge mbele, lazima isonge mbele. Mtu wa Mungu, siangalia vitisho hilo. Inawezekana umekutisha kwamba leo ni mwisho hapa kufanya biashara, maana sio kwako, kwamba leo ni mwisho hapa wewe tena umekwisha. Nataka nikwambie hiyo ni ghadhabu na sio adui. Hiyo nguvu ya Mungu ipo, itapenya hapo, itapenya hapo. Huyu adui atasimama, itapenya hapo. Huyu adui ataimiri. Iko nguvu ya Mungu itapenya. Iko nguvu itapisha ushinda hapo. Hata kama umepangana, wamekaa vikao, waita nguvu ya Mungu tu, ita nguvu ya Mungu tu, ita nguvu ya Mungu tu. Hata kama imeshindikana, ita nguvu ya Mungu tu. Inajua wamekaa vikao kwa ajili yako, wameukalia vikao, wamekupangia vikao. Adui amekasirika, maana adui hatuwezi kumfanya mtu wa Mungu. Inataka kusoma na kutangaza leo hivyo vikao vyao hivyo. Nao ni nguvu ya Bwana, nao ni nguvu ya Mungu. Leo inapasua hapo, leo inapenya kwenye ghadhabu zao, kwenye vitisho vyao. Wamekutisha maisha, wamekutamkia. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, popote ulipo, nao ni nguvu ya Mungu, nao ni nguvu ya Mungu. Wakamtisha Yesu, wakakabidhika. Yesu alitangaza kazi ya Mungu, wakakabidhika. Adui anakasirika unaposema Yesu ni Bwana. Na mimi nataka kusema Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tutaendelea
Natangaza kwamba Yesu anaokoa. Acha kasirika, acha ajue kinye, acha ajue kinyonge, acha ajue atembee kwenye hasira yake, atembee tu, lakini nguvu ya Mungu hapo itapasua, itapasua. Kazi ya Mungu inasonga mbele katika jina la Yesu. Nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu. Walitukalia vikao kwamba huduma hii isiendelee. Walikaa vikao, wakapanga mipango yao, wakaitisha vikao vyao, wakakasirika, wakaghadhibika, wakazuia, wakafanya njama ya namna ya kuteketeza huduma hii, wakafanya kila mbinu, kila mpango, lakini nataka nikwambie hoja ni moja tu, Yesu ni Bwana. Hoja ni moja tu, Yesu anaweza. Hoja ni moja tu, Yesu ni mponyaji. Hoja ni moja tu, Yesu anatamka. Anapotamka Yesu huwezi kuzuia wewe. Anapotamka Yesu huwezi kumbanaje wewe. Anapotamka Yesu huwezi kujiinua wewe. Lazima Yesu atokeleze, lazima Yesu ajiinue, lazima Yesu ainuliwe juu ili wewe uweze kukusa. Nataka nikwambie nguvu ya Mungu iko mahali pale. Yesu ataendelea kutukuzwa. Hata mahali hapa tunaendelea kumtukuza Yesu, maana iko nguvu ya Mungu tena kazi. Iko nguvu ya Bwana inasababisha wale wenye hasira wasiache mikia, wale wenye hasira wenye mazikia, wale wenye hasira mipango yao ivurugike, vile vikao vyao sasa hakijisikii tena. Wanakaa hawakai, hiyo mimi sijui, lakini nachojua ni kwamba inatembea na nguvu za Mungu wakati wote, ili vikao vyao visambaratika, vikao vyote vya basi nguvu ya Mungu maisha yako itafika, hiyo itembea nayo katika jina la Yesu. Nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu, mtu wa Mungu, hiyo itakushindia kule ghadhabu ya adui. Adui amekasirika, hafurahi mafanikio yako, hafurahi maendeleo yako, hafurahi kesho yako, hafurahi ushindi ulionao. Lakini kumbe si, tembea katika nguvu ya Mungu, tembea katika uwezo wa Mungu, tembea katika msaada wa kimbingu, tembea katika jina la Yesu. Jambo la mwisho, nguvu ya Mungu inaweza kupenya hata kuondoa vizuizi na minyororo iliyokufunga. Inaweza kupenya hata kuondoa vizuizi na minyororo iliyokufunga. Nguvu ya Mungu inaweza nasema inaweza kupenya na kuondoa minyororo iliyofunga. Ndio maana Yesu akasema, nimetangaza leo nimekuja, Roho wa Bwana uchi wangu. Inatangaza leo nimekuja kuwafungua waliofungwa. Nimekuja leo kutangaza kuwafungua. Yesu alitangaza kwenye sinagogi, alitangaza kwa watu wakaghadhibika. Walipoghadhibika wakamkamata. Sikia, sema 30. Anasema 30. Lakini yeye alipita katikati yao akaenda zake. Alifanyaje? Katikati yao. Wamepanga mipango, vikao vyao, wakamtupa Yesu afu adondoke. Wamemkamata. Usifikirie jambo hili dogo, mtu wa Mungu. Walimkamata. Lundo la watu walimkamata. Ningekuwa na muda ningekuosha mfano hapo, lakini ndio utosha. Lakini nataka kusema walimkamata Yesu. Hakamata mtu mmoja, kijiji kizima. Kundi la watu, wanasiasa, wanadini na wafanyabiashara, wanasheria na watu wakina, walimkamata katika jina la Yesu Kristo. Walimkamata Yesu, wakafanya mpango sasa tumpeleke sehemu fulani hatari. Wakasema hii maeneo ni hatarishi, kwamba pale huyu hatopona, hawezi kupona. Wanampeleka pale ambapo huyu tunahakikisha anakufa, anapoteza maisha. Maana huyu sasa tunaona kesho yake itakuwa ni hatari kwetu. Anatangazaje kwamba sasa yeye ndiye ametoka mafuta,
Yeye mtoka kufungua watu anatangazaje? Inakwanje? Nasema hivi, inakwanje? Mtu wa Mungu, nataka nikwambie mchana wa leo na siku ya leo, usiwe mnyonge katika jina la Yesu Kristo. Usiwe mnyonge maisha yako. Iko nguvu ikuwezesha. Tembea kifua mbele. Tembea kifua mbele. Kwamba mimi hapa nitapita. Hata kama hapa wamenikamata, wamenifunga, wamenishikilia, wamenifungeleza. Iko nguvu. Iko nguvu itaniwezesha. Nitapita hapa. Yesu anasema, lakini walipomkamata wanaenda kumtupa, anasema akapita katikati yao, akawacha nyuma. Yeye huyo amechomoza. Nini kilisababisha? Nguvu ya Bwana ilimshindia mahali pale. Nguvu ya Bwana ndani yake ikasababisha watu wale wakuja chini, akaachia njia, akapita tu, akapita. Ni nguvu ya Bwana. Bwana kutumia nguvu nyingi. Bwana akwapiga, 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 hakutumia nguvu nyingi, amewakamata wote katika ulimwengu wa roho. Walikamatika,